Naam, kiongozi, habari, majina yako, lakini pia tuelezee kwa ufupi kuhusiana na kongamano la leo. Umelionaje kongamano, lakini umeelewa vipi kongamano la leo? Asante, naitwa Bavo Junus, rais wa chama cha mawakili wa serikali. Sisi kama wenyeji wa kongamano hili tunashukuru sana, mwitikio ulikuwa ni mzuri sana. Wananchi na Watanzania wote walipata nafasi ya kusikiliza hotuba ya mheshimiwa mgeni rasmi, lakini kujifunza mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yakitolewa hapa. Kwa hiyo binafsi na kwa niaba ya chama tunaona kwamba mwitikio ulikuwa ni mzuri na mambo yote yameenda vizuri sana. Umejifunza vitu vingi siku hii ya leo. Kuna watu wako nyumbani hawakufanikiwa kufika siku hii ya leo kwenye mkutano huu. Kuna kitu ambacho umejifunza lakini umekielewa na wao wanatamani kufahamu ulichojifunza wewe leo uweze kuelimisha na wao waweze kufahamu. Waambie hata kidogo ambacho umejifunza leo na umeweza kuelimika. Asante. Tumejifunza vitu vingi. Kama nilivyosema pale mwanzoni, lengo kubwa la kongamano hili lilikuwa ni kutoa elimu, fursa ya elimu, kuelimisha Watanzania, kuelimisha wananchi. Yapo mambo mengi ambayo tumejifunza au tumeyapata katika siku ya leo. Kwanza tuliangalia kuhusu masuala ya uchaguzi, sheria za uchaguzi. Kama unavyofahamu, mwaka jana bunge letu lilitunga sheria kubwa mbili za uchaguzi. Lilitunga sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, lakini pia lilitunga sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi ya mwaka 2024, sheria namba 2 ya mwaka 2024. Kwa hiyo katika kongamano letu pamoja na mambo mengine, siku ya leo tulipata nafasi ya kuangalia mambo ya msingi au maboresho ya msingi yaliyofanyika kupitia katika sheria hizi, hasa katika kipindi hiki tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Lakini pamoja na masuala hayo ya kisheria, tumepata pia mada mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa kutunza amani, kudumisha amani, utulivu wa kisiasa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, hali ya kuvumiliana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo demokrasia kwa ujumla wake tulikuwa tunajikita zaidi hapo. Kwa hiyo mambo yalikuwa mazuri. Katika hiki kilichozungumzwa siku ya leo, nini wito wako kwa wananchi kwa hiki ambacho kimezungumzwa leo kwenye kongamano la leo? Wito wangu moja, wananchi tujiandae kikamilifu kwa ajili ya kushiriki katika uchaguzi mkuu. Kuna mada iliyowasilishwa hapo na Mheshimiwa Balozi Asha Rose Migiro kwamba mamlaka iko mikononi mwa wananchi na wananchi ndio wanakasimu mamlaka hiyo kwa serikali. Sasa unakasimu vipi kwa serikali? Unakasimu kupitia njia mbalimbali, lakini njia moja wapo katika nchi za kidemokrasia ni kupitia katika uchaguzi. Kwa hiyo rai yangu au wito wangu kwa Watanzania kwanza ni kushiriki na kujiandaa kushiriki katika uchaguzi mkuu unaokuja. Kwa nini? Kwa sababu mifumo yetu ya kisheria imejitosheleza. Of course hapo mambo mengi ambayo nasema huko mtaani, lakini tumebaini kwamba mifumo yetu ya kisheria ipo vizuri. Vyombo vyetu, mifumo ya kitaasisi bado iko vizuri. Mifumo yetu ya utoaji haki bado iko vizuri. Kwa hiyo tuna imani na vyombo vyetu au na mifumo yetu ya kisheria ya kitaasisi ambayo inatuongoza. Kwa hiyo hatuna shaka katika hilo. Lakini jambo lingine ambalo ninatoa rai kwa Tanzania ni kuhusiana na swala zima la kutunza na kudumisha na kuienzi amani. Uchaguzi huu usitufanye tukaingia katika vitu vingine. Hapo mambo mengi yanasemwa, lakini tutumie fursa hii kutumia haki zetu za kidemokrasia vizuri. Tufanye kwa amani, bila kutukanana, bila kutishana, bila kufanya au kutendeana vitu. Kila mtu atumie haki yake ya kidemokrasia vizuri ili tuvuke salama katika kipindi hiki.